Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Baada ya uchaguzi mdogo ambao ulifanyika maeneo tofauti hapa nchini Kenya hapo jana, the United Opposition iliweza kushindwa kwenye maeneo makubwa ambayo walikuwa na matumaini ya kwamba wangeweza kuibuka washindi. United Opposition ilipoteza kule maeneo ya Malava na pia ikapoteza kule maeneo ya Mbeere North. Na baada ya matokeo watazamaji wangu ama zile ripoti za mwisho kutoka kule kwa IEBC, the United Opposition sasa imeanza kujiandaa kuelekea mahakamani ili kupinga haya matokeo, wakisema ya kwamba huo uchaguzi wa kule Mbeere North pamoja na kule Malava haukuwa wa haki na usawa, kwa sababu kuna ghasia na fujo ambazo ziliweza kushuhudiwa kwenye haya maeneo mawili. Na pia kuna hongo, viongozi wa UDA walinunua kura kutoka kwa wananchi, na kwa hivyo DCP pamoja na United Opposition wanaona ya kwamba hawawezi wakakubali haya matokeo, na njia pekee ambayo wanaweza kukubali haya matokeo ni mpaka huu uchaguzi uweze kurudiwa. Lakini je, ni nani ambaye yuko tayari kurudia uchaguzi mdogo ambao tayari umetamatika? Hatujui kama juhudi zao zitafua dafu baada ya kuelekea mahakamani ili kupinga hayo matokeo ya kule Mbeere North pamoja na kule Malava, kwa sababu ni haya maeneo mawili watazamaji wangu. Huu uchaguzi mdogo kumekuwa na wasiwasi, kumekuwa na hofu ni nani ambaye ataibuka mshindi. Na unajua kuna kipindi ilikuwa imefika United Opposition ndio ilikuwa inaongoza haya maeneo mawili, lakini vile ambavyo matokeo yalikuja kutangazwa dakika ya mwisho, kuna ghasia na fujo ambazo ziliweza kushuhudiwa kwenye baadhi ya vituo vya kupiga kura, na kuna viongozi wakubwa wakiwemo mawaziri ambao walihusika kwenye hizo ghasia na fujo ili kuhakikisha kwamba yule candidate kutoka kwenye upande wa UDA ameweza kushinda kwenye huu uchaguzi mdogo. Hasa kule Mbeere North watazamaji wangu, huko wananchi hawakufurahishwa na hayo matokeo ambayo iliweza kutangazwa na IEBC, kwa sababu wao walikuwa wamempigia kura yule Karish, lakini kwa mshangao wao walikuja kugundua kwamba yule mwingine kutoka kwenye upande wa UDA ndio aliweza kuja kutangazwa mshindi. Ushindi wake watazamaji wangu uko na dosari, kwa sababu kuna ghasia na fujo ambazo ziliweza kushuhudiwa kwenye vituo vya kupiga kura ili tu kuvuruga hii shughuli nzima, kumwezesha huyu kiongozi kutoka kwenye upande wa UDA aweze kuibuka mshindi. Nataka nikupeleke pale ground mtazamaji wangu uweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi, huku wananchi wakiendelea kukatana na hayo matokeo, kwa sababu ni matokeo ambayo hayakuwa na uhaki na usawa. Viongozi wa UDA walikuwa wamefika pale wakitaka kununua kura kutoka kwa wananchi, wakitaka kuwaonga wananchi, na kama sio wananchi kusimama wima na kuhakikisha kwamba wamewazuilia baadhi ya hao viongozi, hapo jana kungekuwa na fujo na ghasia ambazo zingeweza kuendelea kushuhudiwa kwenye hivi vituo vya kupiga kura, kwenye hivi vituo vya upigaji kura hapa nchini Kenya. Hebu jionea watazamaji wangu vile hali ilivyo sasa hivi, na DCP pamoja na United Opposition wako na ujumbe gani baada ya kushindwa kwenye hizo nafasi mbili. Kabla ya kupeleka pale ground mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sio ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Uogopi na mwenye anataka kuvunja sisi atuvunje, na kama amri imetoka ati lazima wote ni wanza, na kama amri imetoka ati lazima watu wahongwe. Sisi hatutaki uongozi ya kuhonga watu, tunataka matendo, na tunaambiwa Muthende ajaribu ashinda hivi, kesho tunaamuka kwake. Tumetoa because our leader but not to nini siate kwa Muthende kandidato siate Kindiki siate Rukwade siate Arabu huyu chama huyu anaitwa Muthende arudi Mombasa, arudi Mombasa, naambiwa ni WhatsApp na tuogopi huku sisi anaiba kwa wapi watu wa ngaote, sisi tumesema ni WhatsApp. Conducted openly and with impunity. Money flowed freely in an attempt to substitute the people's will with financial coercion. This practice does not reflect a confident government. They reflect a system afraid of the genuine democratic choice of the citizens of Malava. Despite the hostile environment, the people showed courage. They came out, stood firm,
and the hope was greater than the machinery deployed against them. That spirit is the true victory of Malava. We raised a fundamental national concern. If the government must deploy such overwhelming force and financial inducements to influence a single by-election in Western, what does that mean for the credibility of future national elections? As leaders, we remain committed to defending the democratic rights of every Kenyan. We will pursue every lawful and constitutional avenues to ensure that what happened in Malava does not become a blueprint for future elections. Kenya's democracy belongs to its people, and no amount of pressure or state power will change that truth. Mtazamaji, kwa kweli ni uchaguzi ambao ulionekana haukuwa wa haki na usawa. Hata wananchi wenyewe kutoka kule kwenye eneo bunge la Mbeere North wanatoa maoni wakisema kwamba serikali ya UDA ilikuwa imefika pale kwa ajili ya kununua kura kwa niaba ya yule candidate wao ambaye ni yule Leonard wa Muthende. Ingawaje ameweza kushinda, watazamaji wangu, lakini hakuna zile shangwe, mbwembwe na nderemo kama vile ambavyo zinafanyika kwenye maeneo mengine. Kule Mbeere North watu wametulia, wanaendelea na biashara zao za kawaida, hata hawaoni kama ushindi wa Leonard wa Muthende ni mkubwa, kwa sababu ni ushindi ambao inaonekana ya kwamba alifanya kupatiwa, hakushinda kwa njia ambayo ilikuwa ni ya amani na ya haki. Sasa watazamaji wangu, kibarua kipo hapa sasa hivi, wakati Rigathi Gachagua pamoja na viongozi wengine wa United Opposition wanataka kuchallenge haya matokeo ama results za kutoka kule Mbeere pamoja na kule Malava. Je, watafaulu kweli kuiconvince mahakama hizi kura ziweze kurudiwa? Lakini unajua mambo mengine ambayo yaliweza kufanyika kwenye baadhi ya vituo vya kupiga kura hapa nchini Kenya hapo jana yalionekana wazi, kwa sababu kuna mali ambazo ziliweza kuharibiwa, magari yakachomwa, watu wakaumizwa, guns walionekana wamebeba rungu. Kwa hivyo ni uchaguzi ambao unaonekana kweli ulikuwa umepangiwa uwe wa fujo na ghasia, ili tu kuwawezesha viongozi wa UDA waweze kuibuka washindi kwenye huo uchaguzi mdogo. Na kwa hapo watazamaji wangu, lakini nyinyi asijui mko na maoni gani kuhusiana na ushindi wa Mbeere North pamoja na kule Malava? Hayo maeneo mawili watazamaji wangu ndio inaonekana serikali ni kama ilitumia pesa ama ikawaonga wananchi ili waweze kuwapigia wale viongozi wa UDA. Na pia kuhusiana zile ghasia na fujo ambazo ziliweza kutokea, unaona ni nani ambaye alikuwa amepanga hizi ghasia na fujo ziweze kupelekwa kule kwenye vituo vya kupiga kura? Na pia vile vile mbona viongozi wa UDA walikuwa wamejaa kwa wingi kwenye vituo vya kupiga kura, hasa kule kwenye maeneo ya Malava na pia kule Mbeere North? Nia yao ilikuwa nini? Mbona hawangesubiri IBC ifanye kazi yake, wahesabu, alafu matokeo yatangazwe baadaye? Uwepo wa hawa viongozi wa UDA watazamaji wangu ni ishara kabisa kuna mambo yasiyo ya kawaida ambayo yalikuwa yanafanyika kwenye hivyo vituo vya kuhesabu kura. Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu. Kwa kiujumla unalipi la kusema kuhusiana na huo uchaguzi mdogo ambao umefanyika hapo jana? Kwa maoni yako mtazamaji wangu, unaona ulikuwa wa haki na usawa ama ni uchaguzi ambao ulikuwa haukuwa sawa kabisa? Niache maoni yako hapo mtazamaji, na kabla sijatamatisha nakumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo uko kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msena bado watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.